والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ونكشرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika kumaliza katika tafsiri ya sura Al-Qadr, baada ya kupata faida katika mambo yaliyohusiana na sura hii katika usiku wenye cheo, darsa iliyomalizika tulizungumzia sana juu ya ibada kubwa aliyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, 10 ambalo ndilo lenye kutarajiwa sana kwamba usiku mtukufu wenye cheo unapatikana siku hiyo. Ibada kubwa aliyokuwa akifanya Mtume katika siku hiyo, katika 10 hilo, ni ibada ya i'tikaf. Na tukaona ya kwamba i'tikaf Mtume alikuwa anaingia tangu alfajiri ya tarehe 21, hatoki tena msikitini ila kwa jambo lilokuwa la lazima, mpaka mwezi unaandama. Kutwa na kucha anakuwa Mtume Mwenyezi Mungu yumo msikitini. Na tumeona ya kwamba katika itikafu hiyo Mtume alikuwa anapenda kujiweka peke yake, na akajifanyia kama pazia, akawa yeye yumo ndani yake kipembeni msikitini. Anaonyesha ya kwamba itikafu si ibada ambayo utaifanya na mchanganyiko wa watu. Na tukasema ya kwamba katika upweke ambao unaruhusiwa na sheria ya Uislamu ni upweke wa ibada ya itikafu. Kama si hivyo, hatakiwi Muislamu kukaa peke yake, isipokuwa katika pahala kama hapa pa itikafu. Na pamoja na upweke huo, tukaona ya kwamba Mtume amechagua kuifanyia msikitini kwa sababu ya kupata swala za jamaa na Ijumaa. Ndio maana akachagua kuwemo ndani mle, ili kila ikitokezea swala ya jamaa yeye awe anaiswali. Baada ya hayo
leo tunamalizia katika al-a'malu al-mustahabba, vitendo vya amal ambavyo vimesuniwa fi hadhihi al-lailati al-mubaraka, katika usiku huu mtukufu wenye cheo. Ukimwafiki mtu usiku huu, basi afanye nini? Hapa ndipo tunapoingia leo. Qala Ibn Rajab, amesema mwanachuoni Ibn Rajab ya kwamba wa amma al-amalu fi lailati al-qadr, na amma vitendo katika usiku mtukufu wenye cheo, qad thabata, imethibiti ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, annahu qala, kwamba yeye kasema, man qama, yoyote atakayesimama, lailatul qadri, usiku mtukufu wenye cheo, akasimama anafanya ibada, imanan, na katika moyo wake akawa ameweka dhamira moja tu, kwamba amemwamini Mwenyezi Mungu na ameamini yale matukufu aliyoyataja Mwenyezi Mungu katika usiku huu, kwamba yeye anayaamini kwamba yapo na atayapata. Wahtisaban, na sababu iliyomfanya asimame usiku ule kufanya ibada ni kwamba anataraji malipo. Basi Mtume akasema, kama itakuwa imani ni hiyo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, husamehewa mtu huyu yale yote ambayo yametangulia katika madhambi yake. Wa qiyamuha, na kisimamo chake, innama huwa ihyauha, kwa hakika ni kuhuisha usiku kwa ibada. Bitahajjudi, na ibada zenyewe ni kwa kuswali tahajjudi sana, mwisho wake kumalizia witri, fiha, katika usiku huo, wa salati, na kuswali. Wa qad umira Aishatu, na vile vile ameamrishwa bibi Aisha na mjumbe wa Mwenyezi Mungu, biduai fiha, kwamba afanye kuomba dua sana katika usiku huo. Wa qala Sufyanu Thauri, na akasema Imamu Sufyani Thauri ya kwamba adduau tilka al-laila, kuomba dua mtu katika usiku huo mtukufu wenye cheo, ahabbu ilayya, ni jambo linalopendeza mno kwangu mimi, mina salati, kuliko hata swala. Yeye Sufyani Thauri amependelea zaidi kuomba Mwenyezi Mungu zaidi kuliko ibada ya swala, ingawa swala maana yake ni ibada, ni dua vile vile, lakini yeye amekusudia yale maombi yenyewe, na swala ni dua. Mtu anapoambiwa kwamba anaswali ni kwamba anaomba dua. Kila kitendo unachokifanya kwenye swala utakuta mna dua ndani yake. Ukifika kwenye rukuu, katika baadhi ya dhikri ambazo Mtume akitumia, ndani yake mna dua, akisema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Subhanaka allahumma, ametakasika Mwenyezi Mungu, wa bihamdika, na kwa sifa zako mimi ndio ninakusifu, allahumma ighfir li, Mwenyezi Mungu nisamehe mimi. Dhikiri hii Mtume akiitumia sana kwenye rukuu na katika sijda, baada ya kuteremka sura Al-Fath, idha jaa nasrullahi wal fath. Katika sura hii ilimpa amri Mtume atakapoyaona mambo ya kuingia watu katika dini ya Kiislamu kwa wingi na ushindi wa kutekwa mji wa Maka, basi afahamu kwamba siku zake za kukaa duniani zimekwisha, na ajiandae kwa safari. Na katika siku hizo awe anafanya dhikri zaidi ya kusema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Mtume akitumia dhikri hii kwenye sijda na katika rukuu, hali ya kuwa alikuwa akiawil aya ya Qur'ani kuifuata maelekezo yake. Kwa hivyo utaona katika swala mna dua. Ukifika katika kitako baina sajdataini,
unamuomba Mwenyezi Mungu kusema rabbi ighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini waafini waafu anni warfa'ni. Unamuomba Mwenyezi Mungu mambo haya ukifika pale katika kitako baina sajdataini. Kwa hivyo swala nayo vile vile ni dua. Lakini Imamu Sufyani Thauri anasema ad-du'a fi tilka al-laila, kuomba dua katika usiku huu, usiku mtukufu wenye cheo, jambo hilo la kuomba dua ahabbu ilayya, ni jambo lenye kupendeza zaidi kwangu mimi, mina salati, kuliko swala yenyewe. Qala, kisha akasema wa idha kana yaqra'u wa huwa yad'u, na itapokuwa mtu katika usiku huo anasoma Qur'ani na vile vile anaomba dua, wayarghabu, na kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu, wayarghabu ila Allah, na kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu, fi duai, katika kumwomba dua sana, wal mas'ala, na kumtaka mambo mengi, la'allahu yuwafiq, kwa hakika jambo hili huenda yeye akawafiki kupewa mambo hayo, na ikawa yeye kawafikiana nao siku ule, basi anasema akiomba atakuwa anapewa kila akiombacho kwa siku ule, kwa sababu tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, huteremka malaika na Jibril katika usiku huo, biidhni rabbihim, kwa amri ya Mola wao, min kulli amrin, katika kila jambo lilokuwa jema. Wa muraduhu, na madhumuni yake hapa, anna kathrata duai, ya kwamba wingi wa kuomba dua, wa afdalu, na ni jambo lilokuwa bora, min as-salati, kuliko swala, allati, jambo ambalo la yuktharu fiha duau, si nyingi sana katika sala dua, ndani yake mna kisomo, mna tasbihi, mna dhikri mbalimbali, lakini kama ataamua mtu kuomba dua moja kwa moja, basi imekuwa ameomba dua zaidi kuliko anavyoomba ndani ya swala. Wa in qaraa wa daa, na kama amesoma Qur'an na akawa anaomba dua, kana hasanan, itakuwa hilo jambo zuri zaidi katika usiku huo. Wakad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na kwa hakika alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, yatahajjadu, akijitahidi kwa ibada za tahajjudi, fi layali Ramadhan, katika masiku ya mwezi wa Ramadhani usiku wake, wa yaqra'u, na anasoma qira'atan murattala, kisomo kilichopangilika vizuri, qiraa chake kwa tartil za ahkami tajwid. La yamurru, mtume alikuwa anaposoma Qur'ani, si katika swala au nje ya swala, hapiti biayatin, kwenye aya, fiha, ndani yake rahma, mna rehma ya Mwenyezi Mungu, illa saala, isipokuwa mtume atanyamaza kwanza na ataiomba rehma hiyo. Anaonyesha kwamba kule kuomba dua hasa katika usiku huu inakuwa ni jambo tukufu zaidi. Mtume hapiti kwenye kila aya ya Qur'ani ndani yake mna rehma, ataiomba rehma ile. Wala biayatin, wala hapiti kwenye aya fiha adhabun, ndani yake mna adhabu, illa ta'awadha, isipokuwa lazima atanyamaza kwanza mtume na kujikinga na adhabu ile. Fayajma'u, kwa kufanya hivyo sasa atakuwa amekusanya baina salati, baina ya sala, wal qiraati, na kisomo, wa dua, na kuomba dua vile vile, yote matatu yatakawa yanapatikana pale wakati mmoja. Wa tafakkur, na kufikiria katika uumbaji wake Mwenyezi Mungu. Wa hadha afdalul a'mali, na mambo haya kwa hakika ndiyo matendo yaliyokuwa bora zaidi. Wa akmaluha, na ndiyo kamilifu yake. Layali, fi layali al-ashra, katika masiku 10, katika 10 la mwisho, fi layali al-ashri wa ghairiha, na hata katika masiku mengine vile vile. Mambo hayo matatu mpaka manne ndo mambo matukufu zaidi kwa nayo mtu kuswali na kusoma Qur'ani na kuomba dua. Utaona ibada ya sala ndani yake ya moyo yote hayo. Watafakuri, na kufikiria mtu kile ambacho anakisoma, basi hayo ni katika mambo ambayo matukufu zaidi, na ndio ukamilifu wa ibada itakiwa kufanywa katika usiku mtukufu wenye cheo Lailatul Qadr. Lakini pamoja na hayo, Sufyan Thauri akasema wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndo ajuaye zaidi. Mimi nimeona hivyo, lakini wengine wataona vingine vile vile. Waqad qala Sha'bi, na kwa hakika amesema Imamu Sha'bi,
fi lailatil qadri, katika usiku mtukufu wenye cheo. Anasema lailuha kanahariha, mimi kwangu usiku wake ni sawa sawa na mchana wake. Waqala Shafi'i, na hata Imam Shafi'i vile vile naye amesema fil qadim, katika kauli yake kongwe ya zamani, amesema astahibu, mimi ninapendelea zaidi, an yakuna ijtihadahu, iwe mtu jitihada yake, fi nahariha, katika mchana wake usiku huo, kajitihadihi, kama jitihada yake fi lailiha, katika usiku wake vile vile. Asije akaona kwamba usiku tu ndo ajifunge kwa ajili ya ibada kubwa zaidi, basi hata mchana wake vile vile, yaani ule usiku wa kuamkia Lailatul Qadri, kama kafanya ibada usiku, basi na mchana wake vile vile afanye mambo yale yale, ajifunge vile vile, ajikusanye vile vile. Isije ikawa kategea usiku tu, kakadiria usiku huu ndio uliotajwa, tena kukicha alfajiri amevunja kila kitu, anaendelea na dhikiri zake, tasbihi zake, na kila kitakiwacho kufanya mchana atakifanya vile vile. Imamu Shafi'i yeye anasema mimi nimeona hayo, wa hadha, na jambo hili yaktadhi istihbabu al-ijtihad, ina hukumu pendekezo la kujitahidi fi jamii Ramadhan. Kwa maneno hayo inaonyesha kwamba mtu ajitahidi katika mwezi mzima wa Ramadhani, hasa hasa katika al-ashri al-awakhir, 10 la mwisho la kila mwezi Ramadhani. Ndani yake mna usiku mtukufu wenye cheo, na afanye hivyo katika lailuhu, usiku wake, wa naharuhu, na mchana wake. Hata Imam Shafi anasema mimi naona hivyo, lakini vile vile wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye zaidi kilichokuwa bora zaidi kufanywa katika usiku huu. Vile vile riyahu, upepo, hadhihi al-ashar, upepo wa nyakati za karibu na alfajiri katika usiku huu wa Lailatul Qadri, tahmilu, upepo wa alfajiri, yani karibu na alfajiri. Mwenyezi Mungu anasema wa bil ashari hum yastaghfirun, na katika nyakati za karibu na alfajiri wao walikuwa tayari wa macho na wanamtaka Mwenyezi Mungu msamaha. Sasa basi, riyahu hadhihi al-ashari, upepo mwanana unaopita katika nyakati za karibu na alfajiri, tahmilu anina almudhilbina, upepo ule hauendi ovyo ovyo, unachukua manunguniko na vilio vya kwikwi vya watendao madhambi, kwamba sasa wamefika pahala wanajuta na wanatubu, na ni kwamba sasa wanasikitika kwa Mola wao kwa ibada mbalimbali. Basi upepo ule unapita ukisambaa katika ulimwengu, kuchukua maneno yote wanaoyasema wanayofanya madhambi, na sasa wanatubia. Basi unachukua upepo ule unapeleka kwa Mwenyezi Mungu, kwamba waja wako sasa basi wanarejea kwako, na haya ndo maneno yao, na hivi ndo vilivyo vyao. Na vile vile wa anfasa almuhibbin, upepo unachukua tena pumzi za watu wenye kupendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, pumzi zao zile, kila wakihema katika alfajiri ile au nyakati za ashar karibu na alfajiri, basi ukipita upepo ule unachukua mpaka pumzi zao za watu wanaopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wa qasas at-taibina, na upepo unachukua vile vile visa na habari wanaosikitika nazo wale wenye kutubia kwa Mwenyezi Mungu, kama watasema kwa siri kabisa kwamba Mwenyezi Mungu awasamehe kwa kufanya jambo kadha 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 kadha, upepo ule unayachukua maneno yote yale. Thumma, kisha upepo ule baada ya kuyachukua haya, taudu, unarejea tena duniani, biraddi aljawabi, kwa marejezo ya jawabu. Mwenyezi Mungu anatoa maneno yake, na vile vile upepo unachukua jawabu vile vile. Mwenyezi Mungu ulipeleka maneno ya viumbe upepo ule, na unaporudi haurudi mtupu, unarudi pamoja na jawabu, bila ya kitabin, jawabu bila ya maandishi, bila ya kitabu, ana kwa ana, yani maneno ya viumbe yamekwenda kuwekwa mbele ya Mwenyezi Mungu, ameyasikia, na halafu na yeye vile vile anautuma upepo, nipelekee na mimi
maneno yangu jawabu yawe. Lau qama almudhnibuna, laiti kama angesimama watendao madhambi, fi hadhihi alashari, katika alfajiri hizi za 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, an aqdami alinkisari, wakasimama ala aqdami alinkisari, juu ya nyayo ambazo za mtu aliyevunjikiwa na mambo mengi kadha wa kadha, nyayo ambazo zinasikitika mbele ya Mola wake. Warafa'u qasasa al-i'tidhari, na wakanyanyua visa mbalimbali vya kutaka nyudhuru kwa Mwenyezi Mungu. Wa madhmunuha, maneno haya madhumuni yake ni kama maneno walioyasema watoto wa mzee Yaqub, kaka zake Nabii Yusuf, waliporejea tena Misri baada ya kuona mkuu wa khazina wa Misri aliwapa zawadi nyingi mno za ziada kuliko mali ambayo wao walikuja nayo kwa ajili ya ration kupeleka kwao wakati wa njaa. Basi mara ya pili walipokuja tena mara pili mji wa Misri, basi Mwenyezi Mungu anatusimulia kwamba walikuja na maneno ambayo ni sawasawa na maneno anayoyasema mja mnyonge mbele ya Mola wake katika pinga la usiku, kwenye thuluthi ya mwisho ya usiku, ikiwa ni 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani au kawaida yake nyakati hizo, yeye anakuwa yuko macho, anazungumza na Mola wake. Mazungumzo hayo ya mtu aliyosimama kwa nyayo zilizovunjika tamaa, mnyonge sana, aloyafanya yanamtia wasiwasi kwamba hajui kwa Mwenyezi Mungu atamsamehe atamwadhibu. Basi ni sawa sawa na maneno ya vijana wale waliposema, ya ayyuhal azizu, ewe bwana mheshimiwa, masana wa ahlana dhurru, imetupata sisi na watu wetu kutuliko dharra ya njaa, wajiina bibidhaatin muzjatin, na tumekuja hapa na bidhaa zilizokuwa si nzuri, bidhaa zilizokuwa hazina quality nzuri ya kuweza kumpatia mtu mali mengi. Na tunacho tumepewa na wazee wetu maskini sana. Basi na sisi tunakuomba utupe kwa hisani yako, wewe ni mtu mwema, wewe tupe, si kwa kulinganisha na tulokuja nayo. Hii ndiyo hali anayokuwa nayo mja mbele ya Mola wake katika siku 10 hizi na siku nyingine mbalimbali. Anatumia maneno hayo kama kwamba anamwambia Mwenyezi Mungu, mimi sina ibada kubwa sana ya kujisifia kwamba ninafanya ibada na guarantee nayo, lakini ibada zangu za kinyonge nyonge ndio hivyo hivyo tena. Qiraa chenyewe, rukuu yenyewe, sitopata qiraa cha mtume aliyokuwa akisoma sura 7 kwenye rakaa moja. Sichokuwa mimi na uwezo wa kurukuu kwa kuchukua muda aliyokuwa akichukua mtume. Rukuu yake ilikuwa inafuatana sawa sawa na sura 7 katika rakaa moja. Basi mtume kirukuu anachukua muda ule ule aliotumia kwenye sura 7 katika rakaa moja alipokuwa wima, na akisujudu anachukua tena mtume muda ule ule. Sasa yeye maskini mja wa Mwenyezi Mungu mnyonge, kama kwamba anamwambia maneno walioyasema ndugu zake Yusufu walipokuja Misri. Walimwambia hivi, walimwambia na mkuu wa ghala wakati ule ni mwenyewe Yusuf, ndugu zake wakati bado hawajamfahamu ni nani yeye. Walimwambia, ya ayyuhal azizu, ewe bwana mheshimiwa mwenye dhamana ya kutoa chakula kuwapa watu katika wakati wa njaa, sisi tumekuja hapa kubadilisha vyakula, lakini ni kwamba tunakusikitikia kwa kusema masana, imetufika sisi, wa ahlana, na watu wetu wa nyumbani, adhurru, barra, yani njaa kubwa sana, na hapa tumekuja kwako. Wajiina bibidhaatin, tumekuja hapa na bidhaa muzjatin, zilizokuwa za chini, mbovu mbaya tu, hazina thamani kubwa. Tunalokuomba, faaufi lana alkaila, tutimizie sisi kipimo,
na baada ya kutimizia kipimo tunakuomba watasaddaq alaina, inabidi ututulie na nyongeza nyingine ya sadaka tu juu yetu, maana bidhaa zenyewe ndio hizo hizo. Na yeye mwenye kufanya ibada anakuwa sasa kama kwamba anamwambia Mwenyezi Mungu hivyo, sina hasa ibada ya kutegemea. In kana ahlu tuqa fazu bima amilu, kama alivyosema mshairi, ikiwa wacha Mungu wamefaulu kwa walioyafanya mambo yao mema, mimi sifiki huko, siwezi kusema kwamba ninamcha Mungu na mimi kama vile. Faman yajudu lilasina, nani atakayewafikiria ukarimu watu ambao wanaendelea katika maasi kila siku? Na mimi ni mmoja katika hao. Wacha Mungu wamefaulu kwa wema wao waliofanya, bima amilu. Faman yajudu lilasina bilkarami, nani atakayewahishtani wakirimu kwa takrima mbalimbali watu ambao wamejaa taka za madhambi? Basi yeye mja amejifanya namna kama hiyo, anaomba kwa Mwenyezi Mungu, si kama nina kitu kikubwa sana kwamba nina guarantee kwamba ninachokifanya sasa hivi ni kikubwa mno, la. Kwa hakika, ya ayyuhal azizu, ewe bwana mheshimiwa, kama walivyosema kaka zake Yusuf kumwambia Nabii Yusuf, sisi masana wa ahlana dhurru, yametufika na watu wetu madhara, shida kubwa. Wajina bibidhaatin muzjatin, na tumekuja hapa na bidhaa zilizokuwa za chini duni kabisa. Faawfi lana alkaila, basi tutikimilizie vipimo vyetu, tupe kwanza kwa mujibu wa vipimo vyetu. Tunaomba lifanyike hilo, lakini na vile vile bidhaa zetu kidogo. Watasaddaka alaina, ututolee sadaka juu yetu, tupe ziada, yani bure, bila ya kitu ambacho tunacho sisi. Basi kwa maneno hayo Mwenyezi Mungu anapoambiwa hivyo, la baraza lahum tawqi'a, Mwenyezi Mungu na yeye anawakabili kwa kukubali maneno yao, alaiha, juu yake. Kwa hivyo imekuwa Nabii Yusufu aliwakabili ndugu zake kwa jawabu hii ifuatayo. Aliwaambia siku walipowajulisha yeye ni nani, aliwaambia la tathriba alaikumul yawma, hakuna lawama siku ya leo juu yenu. Yaghfirullahu, atusamehe Mwenyezi Mungu, lana walakum, sisi na nyinyi. Shetani ndiye aliyechochea hata yakapita yaliyopita nyuma. Sitaki kukitonesha kidonda nikakumbusha mambo hayo, yakishapita yamepita. Mimi nasema la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum, akusameheni Mwenyezi Mungu nyinyi. Wa huwa arhamur rahimina, na yeye ni mbora kabisa kurehemu. Basi Mwenyezi Mungu naye vile vile, kwa maneno ya mtu ambaye kakiri kabisa hata ibada zake anaziona kwamba hazifiki kwenye thamani kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, kamuomba ampe hivyo hivyo ziada, basi Mwenyezi Mungu anawakabil waja wake kwa jawabu kama hii kwamba naam, la tathriba alaikumul yawma. Kama mmekubali hivyo, nami ninasema kama alivyosema mtume wangu Nabii Yusuf kuambia ndugu zake, la tathriba alaikumul yawma. Nabii Muhammad alitoa kauli hiyo hiyo alipoiteka Maka. Makoreshi aliwauliza, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, mnadhania mimi nitafanya nini leo? Nyinyi mlisema hayawe haya na mkanidharau nilipokwambieni kwamba iko siku mimi nitarejea Maka na nitaitia mkononi. Nyinyi mkaona hayo mambo hayo kama ni ndoto tu. Sasa yamekuwa, na mmenifanyia nyinyi ya kunifanyia makubwa mno. Nyinyi mmefika mpaka kunitupia mimi matumbo katika machinjio ya ngamia, yani yale mazalio maozaoza madamudamu, mimi nimesujudu mbele ya Mola wangu, mnakuja mnanimwagia kichwani. Nyinyi mmenifanyia mambo makubwa sana, na wafuasi wangu ndo haisemeki tena. Wako mlowachana pande mbili wanawake kwa kuwafunga mguu mmoja mnyama huyu na mguu mmoja mnyama wengine, mkawatoa wanyama wale shoti, mwanamke anachanika katikati. Wako mlowachomelea, mlowatilia moto katika misumari ya moto, kisha misumari ile inawaka vibaya sana, mkawapasua vichwa vyao kwa misumari ya moto, mkayafanya ya kuyafanya. Leo mimi Mwenyezi Mungu kishanipa uwezo, lolote nitakalosema sasa hivi mtafanyiwa nyinyi. Nikisema kwamba vichwa vyenu vikatile mbali, nitakata sasa hivi.
lakini nataka mtoe jawabu nyinyi wenyewe. Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, mnafikiria nyinyi mimi nitafanya nini sasa hivi hapa? Makoreshi wote wameinama, walimwambia ufanye nini ya Muhammad? Akhun karimun wabnu akhin karim, wewe ni ndugu yetu mtukufu mheshimiwa, na ni mtoto wa mwenzetu, baba yako alikuwa mwenzetu vile mtukufu vile vile. Sisi tunaona ya kwamba utatusamehe, hutolipa kisasi ya Muhammad ya Rasulullah. Basi mtume akawaambia maneno haya aliyowaambia Nabii Yusuf kaka zake, aliwaambia naam, la tathriba alaykum, mwenye huruma nyingi sana. Na mimi nakwambieni, idhhabu wa antum tulaqau, nendeni na shughuli zenu, nyinyi mmeachwa huru, silipi kisasi mimi. Mloyafanya sasa tusiyatoneshe tena, majeraha yale tuyaache kama yalivyo, tuyatupilie mbali baharini mambo yale. Na Mwenyezi Mungu naye vile vile ndo mwendo wake kwa kila atakayerejea kwake, hususan katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, hususan kama mtu ataiwafiki Lailatul Qadri, kila akisemacho jawabu yake itakuwa ni kujibiwa vile, la tathriba alaikumul yawma. Wala mtume asingewasisitiza watu kuyafanya 10 yale na 10 tofauti. Mtume asingekuwa anaamsha watu wake wa nyumbani, wengine wanawake, japokuwa walikuwa na dharura zao, hawezi kuswali, lakini hata hivyo mtume akiwaamsha wawe macho tu, midomo yao waitumie tu kumtaja Mwenyezi Mungu na kuomba Mwenyezi Mungu sana, kwa sababu mtume alikuwa anajua usiku ule au 10 lile la mwisho, alikuwa anajua Mwenyezi Mungu msamaha wake mkubwa sana kwa viumbe vyake, na dua ambazo ataomba viumbe vyake ni kwamba hazirejei. Hayo ni katika mambo ambayo yakofanywa katika 10 la mwisho au katika usiku huu mtukufu wa Lailatul Qadri. Afdalu du'a, sasa tunamalizia katika dua iliyo bora zaidi fi Lailatul Qadri, katika usiku mtukufu wenye cheo. Kama kuna maombi, kwanza mtu anakhiarishwa aombe atakacho, lakini kama utapata mtume kafundisha mtu aombe nini, itakuwa hiyo dua ni bora zaidi kuliko dua zote ambazo wewe mwenyewe utakuwa nazo mwenyewe. Sana sana wewe maombi yako binadamu utakuwa unaomba yale mambo machache tu unajua faida yake. Umasikini, mwingine hajapata kuzaa anataka watoto, mwingine anaomba hichi, mwingine hichi, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa amefundishwa na Mola wake, sasa tupokee cha kukisema katika usiku wenye cheo, katika dua iliyokuwa bora zaidi kuliko dua zote duniani. Qalat Aisha radhiyallahu anha, amesema mama Aisha, Mwenyezi Mungu amwiradhi, linabii, kumwambia mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, alimuuliza hivi, araaita, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, unaonaje, in araitu, ikiwa mimi nitaugundua, nitauona, nitaufahamu, an waqaftu, kwamba mimi sasa nimesimama katika Lailatul Qadri, usiku mtukufu wenye cheo, ikiwa itanitokezea hivyo, na kuuliza ma aqulu fiha, mimi niseme maneno gani, nitumie ulimi wangu niseme nini? Yani katika dua nitakayoomba kubwa sana katika usiku kama huo, niseme nini mimi ya Rasulullah? Tizama, hivi ndivyo walivyokuwa maswahaba wote mpaka wakeze mtume, walikuwa na pupa ya akhira. Basi mtume hawakujiamini mpaka dua yao, ataka mtume awafundishe mpaka dua. Kama mtu ataufahamu usiku mtukufu wenye cheo, aombe nini kikubwa zaidi? Kila mmoja na lake, lakini kwa binadamu wa kawaida mara nyingi katika dua zake itakuwa dunia imechukua nafasi kubwa, yaani umasikini, mambo yake yanyooke, mambo yaliyokwama. Mwingine ana maradhi, anaugua sana, anataka apone. Kuna mwingine ana hivi na hivi na hivi, kesi imemkalia vibaya,
anataka kesi ile imalizike salama, yani ana mambo ya kidunia mengi zaidi. Basi madha qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li Aisha, suala hili mtume alipoulizwa mkewe bibi Aisha alisema nini? Qal, mtume akamwambia quli, sema kama utafahamu kwamba usiku huu sasa umesimama katika usiku wenye cheo au katika 10 la mwisho la Ramadhani, tumia maneno haya wewe. Ikiwafiki kwamba usiku huu umeupata, basi utakuwa umefanya jambo kubwa sana la kuliomba. Mwambie Mwenyezi Mungu, Allahumma, Mwenyezi Mungu, innaka afuun, wewe Mwenyezi Mungu katika majina yako unalo jina unaitwa afuun, na maana ya afuun ni mwenye kupenda kuyakiuka madhambi ya waja wako, huyajali, huyatilii maanani. Sifa hii imo ndani ya jina lako, katika majina yako mazuri, afuun, innaka afuun, wewe ni mwenye kuyawachilia mbali madhambi ya watu. Isitoshe, tuhibbul afwa, unapenda jambo la kuyakiuka madhambi ya watu. Hii imekuwa ni katika mapenzi yako Mwenyezi Mungu, unapenda hivyo, wala upendi kuadhibu na kuchukulia kwamba madhali kwa shankera mimi nitafanyia hivi tu. Hapana, tuhibbul afwa. Aisha, sema hivi wewe, sema katika 10 la mwisho la Ramadhani, na kama utaitambua Lailatul Qadri, sema Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, na unapenda jambo la kusamehe, fa'fu anni, basi nisamehe mimi. Sema maneno hayo, na msemaji awe na khushu'i wakati anasema maneno haya, kwa lugha ambayo ni ngeni kwake, si lugha yake. Ajaribu angalau kutamka maneno haya kwa fasaha, na atamke ndivyo, kwa sababu mtume hakuona ampe mkewe kipenzi chake dua kubwa zaidi katika usiku huo ila maneno haya. Bila ya shaka maneno haya ni bora zaidi kuliko dunia na vilivyomo duniani mara milioni. Maneno haya mtu kama atapewa na Mola wake kisha maliza haja zake zote, lakini aseme vizuri, Allahumma innaka afuun. Wengine watamka Allahumma innaka hapana, afuun kwa shadda juu ya wao, tena juu yake kuna tanwin dhummataini, innaka afuun. Na vile vile tuhibbul afwa, bas hamna kuivuta wao, tuhibbul afwa, tuhibbul afwa, haikuvutwa kwa hakika. Ukiivuta unakoroga mambo. Na Mwenyezi Mungu, Allahu jamilun, Mwenyezi Mungu ni mzuri bwana, yuhibbul jamala, na anapenda mazuri matupu. Hata akiabudiwa anapenda mwenye kuabudu aitunze ibada yake vizuri, anachokisema akiseme kwa vizuri, anachokifanya akifanya kwa vizuri. Inna Allaha yuhibbu, Mwenyezi Mungu anapenda, idha amila ahadukum amalahu an yutqinahu, anapotenda mmoja wenu amali yake aitunze vizuri ile amali, kwa sababu anatarajia kwamba iko siku itamsaidia amali ile. Na mwenye tamaa ya jambo hapa duniani anaonekana juhudi yake namna anavyoifanya, si mfanya biashara, si mpikaji, si fundi muwashi, si mshoni. Anapojua kwamba kazi yangu ndio inanipatia maisha yangu na watu wanavutika wananjia kwa wingi, basi anaitunza kazi yake mwisho juhudi yake. Na vile vile kama mtu ana tamaa ya akhira, anaamini kwamba sala yake itamvua pako pahala, basi aifanye vizuri. Na kama anaamini kiraa chake atakikuta siku ya Kiyama, zitafunguliwa kaseti maalum kutoka kwenye vinywa vya malaika, mtu asikie kiraa yake inapotoka ile. Kama atapenda kusikiza kiraa nzuri, basi ajitahidi hivi sasa, akisoma Qur'ani yeye mwenyewe impe ladha Qur'ani. Na atakiwa Muislamu kila anaposoma Qur'ani iwe ladha yake inapanda zaidi kuliko nyuma. Mwaka huu kama atasoma Qur'ani kwenye qiyamul laili, iwe anapata ladha na ni nzuri zaidi kuliko miaka ya nyuma. Isiwe tena anateremka chini tu na kujiamini sana, labda yeye ni mwenyeji kwenye Qur'ani, hataki tena kuchukua taklif tabu na kuipitia na kuhakikisha anatamka vizuri. La,
kila wakati na kila siku Qur'ani mtu impe ladha kuisoma yeye na kuisikia vile vile iwe inampa ladha zaidi. Na Mwenyezi Mungu anapenda mazuri, na kwenye kiraa ambacho Mwenyezi Mungu anakipenda, anapenda kiraa ambacho kimekuja kwa ulimi wa Jibril kupitia kwa mtume. Aliposoma mtu Qur'ani mbele ya sahaba wa mtume Abdullah bin Mas'ud akiitwa Aba Abdurrahman, kasoma aya iliyomo katika sura Tauba, innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakin. Kasoma akakata katika mawada wajib muttasil, hakukamilisha haraka tano. Bin Mas'ud mwandishi wa wahyi wa mtume, na amepata sifa maalumu kwa mtume, sifa ambazo hawakuzipata watu wengi. Mtume anafunga safari, anamwendea sahaba wake Bin Mas'ud na anamwambia soma ma tayasara kidogo, tafadhali nisome kidogo chochote kile. Mtume anataka asome Qur'ani na Bin Mas'ud. Bin Mas'ud anamjibu, anamwambia ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Itakuwaje mambo hayo? Nisome mimi mnyonge hapa? Na kiraa gani mimi kukusomea wewe, na juu yako ndo imeteremshwa Qur'ani? Au wewe nisomee mimi nisikilize mambo mazuri? Mtume anajibu, inni uhibbu an asma'a min ghairi. Bin Mas'ud, nisomee bwana, usinipunje. Mimi ninapenda zaidi kusikiliza kutoka kwa mwingine asiokuwa mimi. Alipendalo mtume wa Mungu kaa ukijua analipenda Mwenyezi Mungu vile vile. Analolichukia mtume wa Mungu itakuwa Mwenyezi Mungu anachukia vile vile. Mwenyezi Mungu anasema, man yuti'i rasula, yoyote atakayemtii mtume wa Mungu, faqad ataa Allah, itakuwa amemtii Mwenyezi Mungu vile vile. Na kinyume chake mwenye kumasi mtume kama si Mwenyezi Mungu vile vile. Sasa kama mtume anapenda kusikiza Qur'ani kutoka mwingine, na Mwenyezi Mungu anaipenda kuisikiza Qur'ani maneno yake mwenyewe yakitoka kwenye kinywa cha kiumbe chake, anafuata maneno ya Mwenyezi Mungu, anayaiga, anayasema. Mwenyezi Mungu anayapenda mno maneno yale, na atamwekea mtu akiba siku ya kiyama ajasikilize kiraa chake kimekuwaje. Napenda mno. Taib, basi mtume kamwendea Bin Mas'ud, anamwambia nisomee. Bin Mas'ud anasema, nisome mimi kukusomea wewe, na wewe ambaye ndio umeteremshwa Qur'ani utusomee sisi? Mtume anajibu, napenda kusikiliza kwa mwingine sio kwa mimi. Basi Bin Mas'ud akaanza kusoma Qur'ani. Sasa Bin Mas'ud huyu aliposoma mtu Qur'ani, innama sadaqatu lilfuqara'i, kasoma sawa sawa kimatin, lakini kuna mada pale yatakavuto sana, akaikata. Bin Mas'ud akamwambia, ma hakadha aqra'aniha Rasulullah, sivyo kama hivyo alivyonsomea mimi mtume wa Mungu. Yule bwana akashtuka, akamwambia akusomea vipi? Bin Mas'ud akamsoma, innamas sadaqatu lilfuqara'i wal masakin. Akaivuta ile mada ya wajib mutasil kwa haraka sita. Akamwambia, kwenye Qur'ani kuna mezani, kuna vipimo. Nataka Mwenyezi Mungu atapenda kila kipimo kitekelezewe haki yake, si kwamba mada zote sawa sawa. Ziko nyingine mbili mada tabia zile, ziko nyingine 4 jaiz, nyingine 5, nyingine 6. Hapo ndipo penye ladha ya Qur'ani al-Karimu hapo. Kwa hivyo maneno haya Allahumma innaka afuwun yataka kutamkwa kwa heshima kubwa, taadhima kubwa, tena itoke lafdhi ambayo Mwenyezi Mungu ataikubali, sio kutamka vyovyote vile. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kama utakuwa peke yako unasema fa'fu anni, nisamehe mimi. Kama itakuwa ni kwa jumla mnasema pamoja fa'fu anna, tusamehe sisi. Unabadilisha dhamiri ya mutakallim mmoja peke yake, utatia dhamiri ya wengi ya nahnu, fa'fu anna, tusamehe sisi. Wal hadithu, na hadithi hii ya suala la bibi Aisha kumuuliza mtume niseme nini, na mtume kumjibu hivi. Wal hadithu, hadithi hii fi masnad Ahmad, iko katika masnad Ahmad bin Hanbali. Wal afu, na ule msamaha ambao mtume kamfundisha Aisha aombe,
min asma'illahi ta'ala al-afu, ni katika jina mojawapo miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Ana jina lake Mwenyezi Mungu anaitwa al-afu, min asma'illahi ta'ala. Wa huwa yatajawazu, naye Mwenyezi Mungu kwa jina hilo anakiuka, yatajawazu an sayiati ibadihi, kwa jina hilo jina hili lake yeye amejipa jina lenye sifa ambalo yatajawazu an sayiati ibadihi, anakiuka makosa na maovu na madhambi ya waja wake. Wa huwa, na isitoshe, yuhibbu al-afwa, mwenye jina hilo anapenda jambo la msamaha. Kwa hivyo fayuhibbu, Mwenyezi Mungu anapenda an ya'fuwa an ibadihi, kuwasamehe waja wake wanaporejea kwake. Wa yuhibbu, na vile vile anapenda min ibadihi, kutoka kwa waja wake nao vile vile an ya'fuwa ba'dhuhum an ba'dhin, wawe wanasameheana baadhi yao kwa baadhi ya wengine, kama alivyo yeye vile atataka na waja wake vile vile sifa hii wawe nayo wao. An ya'fuwa ba'dhuhum an ba'dhin, wawe wanasameheana baadhi yao kusamehe wengine katika makosa ya kibinadamu, wamekosana wao kwa wao. Fa idha afa ba'dhuhum an ba'dhin, wanaposameheana baadhi yao viumbe kwa baadhi ya wengine, amalahum bi'afwihi, ndipo Mwenyezi Mungu atapowatekelezea na yeye vile vile msamaha wake, mpaka wakubali wao kwanza kusameheana. Amalahum bi'afwihi, ndipo Mwenyezi Mungu atapowatekelezea na yeye vile vile msamaha wake. Wa afuhu, na msamaha wake, ahabbu ilaihi, ndo jambo ambalo lapendwa mno kwake yeye, min uqubatihi, kuliko mateso yake. Anapenda yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu anapenda kusamehe kuliko jambo la kuadhibu. Tena kama hapana budi kashikilia kwamba lazima adhibiwe mja wake, atamwadhibu, lakini yeye anapenda kusamehe. Kama yuko tayari mja asamehe na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu yuko tayari zaidi, kama tunavyosoma kile siku, Allahu ashaddu farahan litaubati abdihi, Mwenyezi Mungu amezidi mno furaha kwa toba ya mja wake, min ahadikum saqata an ba'irihi, kuliko mmoja wenu alianguka kwenye mnyama wake, ikiwa nyumbu ikiwa farasi, kaporomoka au kaanguka kwenye mnyama wake, na mnyama kenda mbio, hana habari, kamtupa mtu nyuma huko. Mnyama yule katokomea alikotokomea, akiwa ana mali yote kwa hakika, kuanzia mali zake mtu na mali za watu, yeye ni mchukuzi tu. Chakula safarini kwake, safari ndefu, maji ya kunywa nayo mnyama, alimradi mnyama na kila kitu. Yeye kaanguka, yo mnyama katokomea mnyama. Sasa akabaki anangojea rehema ya Mwenyezi Mungu, ima kufa na njaa na dhiki na kiu, au tena Mwenyezi Mungu atavoamua vyote vile. Kavunjika moyo, kakaa kitako kwenye mti, usingizi unamchukua pale, anangojea kufa tu. Jangwani hapiti mtu yoyote, na akija mnyama wa majangwani wa porini anararua pale kila kitu, simba, chui, nani amekaa kitako. Ya Rabbi, sasa hapa mimi sina mbele sina nyuma, huyo mnyama aliyokuwa kanipakia kishatoweka. Mara alipopata usingizi, alipokuja kuzindukana, kufumbua macho, hayaamini macho yake anachokiona. Anamuona yule mnyama wake amemsimamia, wala hendi mbio. Alichokifanya yeye ni upesi kuzuia hatamu yake mnyama asimponyoke tena. Sasa alipocheki vile vyakula vya watu, bidhaa za watu zote ziko intact, hazijaguswa, hakuna kilichoharibika, haikuteremka hata mvua kurowanisha mizigo ya watu, kurowanisha. Basi hapa tena furaha yake ilikuwa tena, wanasema ya kumchania nguo, imezidi mno. Akasema kwa furaha mno iliyomzidi, Allahumma, Mwenyezi Mungu, kila kitu kiko salama, anta abdi, wewe ndo mtumwa wangu, wa ana rabbuka, na mimi ndi Mungu wako, mola wako, mlezi wako. Hakukusudia kusema hivi, lakini najua ile furaha inapomzidi mtu huwa mpaka maneno yanapotea.
alikusudia kusema Allahumma anta rabbi wa ana abduka, basi furaha ya Mwenyezi Mungu imezidi kuliko huyu mtu aliyokosea kwa furaha yake imzidi ya Mwenyezi Mungu kubwa zaidi mja anaporejea kwake yeye. Sasa akapenda Mwenyezi Mungu na waja wake vile vile wawe na tabia hii ya kusameheana. Fa idha afa ba'dhuhum, wakati wataposameheana baadhi yao an baadhi, kwa baadhi ya wengine, amalahum bi'afwihi, ndipo Mwenyezi Mungu atapowatendea msamaha wake. Wa afuhu, na msamaha wake Mwenyezi Mungu, ahabba ilaihi, ndo jambo ambalo lapendwa mno kwake yeye, min uqubatihi, kuliko mateso yake. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam alikuwa yakul, ana maneno anayasema mara kwa mara, maneno hayo akiyatumia mpaka kwenye sijda. Maneno gani? Alikuwa na maneno akisema a'udhu biridhaka, Mwenyezi Mungu, mimi ninajikinga kwa kutegemea radhi zako, min sakhatika, kutokana na makasiriko yako. A'udhu biridhaka min sakhatika, najikinga kwa radhi zako, ndo kinga yangu. Min sakhatika, kutokana na ghadhabu yako, yaani makasiriko yako. Wa bi'afwika, na najilinda kwa msamaha wako, ndo kinga yangu, ndo ngao yangu. Msamaha wako imekuwa kama ndo ngao yangu. Min uqubatika, kutokana na mateso yako Mwenyezi Mungu. Unategemea msamaha wa Mwenyezi Mungu, ndo kinga yako, ndo ngao yako, kutokana na mateso yake Mwenyezi Mungu. Maneno haya mtume akiyatumia sana, hususan anapokuwa kwenye qiyamul laili, kwenye sijda, hukaa muda mrefu mtume akawa anayasema maneno hayo. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika wa bimuafatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi thanaan alayka anta kama athnaita ala nafsika. Anarejea tena mtume usiku kucha, muda aliotumia kwenye qiyam sura 7 anautumia kwenye sijda. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika wa bimuafatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi thanaan alayka anta kama athnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radhita. Anayatumia usiku wote huo akipenda kutumia hayo, kwa sababu alikuwa anakimbilia kwenye kujikinga na msamaha Mwenyezi Mungu kutokana na ghadhabu yake na makasiriko yake. Wa adhanu al-isha'i biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, tunahitimisha suratul Qadri kwa maneno ya al-arifina billah, watu wenye kumtambua Mwenyezi Mungu sana, watu wacha Mungu sana, wanatupa kile kama wasia wao. Mwisho anasema idha auja'atka dhunub, itapokuwa unaugua madhambi binadamu muislam, fadawiha, usiache gonjwa la madhambi likawa linaendelea siku zote, zuia mara moja. Na kuzuia basi kwa hakika lisiendelee gonjwa lile kwako ni bora zaidi kuliko kuamua kujitibu. Kama hukuzuia gonjwa lile, hata ukitibu vipi. Na mshairi anasema astaghfirullah min qawlin bila amalin, kuleta istighfari kwa maneno tu, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, min qawlin, kwa maneno tu, bila amalin, bila kuacha kosa lenyewe. Laqad nasabta naslan lidhi ukumi, ni sawasawa na kutaraji kizazi kwa yule ambaye mke aliyemgumba tasa, hana uzazi, basi hutopata kizazi kwa hakika. Na toba, Mungu msamaha wake hautopatikana kwa mtu mwenye kutoa maneno tu istighfar, kisha baadaye akiamka asubuhi au usiku, kimwingilia usiku tena anafanya yale yale. Kwa hivyo wasia wa watu waliomtambua Mwenyezi Mungu sana wanatuambia idha auja'atka, endapo utaumwa wewe, yani madhambi yamekupa maradhi, idha auja'atka dhunubu fadawiha, yafanyie dawa madhambi. Dawa yake ni nini?
biraf'i yadin billaili, kwa kunyanyua mikono usiku uzungumze na Mwenyezi Mungu. Mchana pengine utakuwa muongo, watu wanakuona, itakujia kama kwamba watu wanione, wajue uchamungu wangu ulivyo. Lakini kiza cha usiku, usiku wa manane, hakuna ambayo utamuonyesha wewe. Itabidi ibada yake itakuwa ya kweli kweli, hasa ibada ile. Wa'lam bi anna sharafa almu'min qiyamuhu bil-layl. Mtume anaambiwa na Jibril, tambua ya kwamba utukufu wa Muislamu ni kisimamo chake usiku. Usiku asimame azungumze na Mola wake. Tatajafa junubuhum, ziwe zimeepukana mbavu zao, anil madaji', kutoka kwenye vitanda. Kazi wanaoifanya, yaduuna rabbahum khawfan wa tamaa, wanamuomba Mola wao huku wakiwa na hofu ya dhambi zao, na tamaa wanayo, kwa sababu kufanya hivyo ni jambo kubwa sana. Na wakiamka asubuhi, wa mimma razaqnahum yunfikun, na katika yale ambayo sisi tumewaruzuku basi wanatumia katika njia ambazo sisi tumekuwa radhi nazo. Fadawiha, ukiugua madhambi, maradhi haya, usiachilie tu yakakaa hivi hivi tu, yatakuja kuchukua mwili wako wote. Yameanza pala padogo tu kwenye moyo, nukta moja tu. Ukikaa hivi hivi tu, ni kwamba wewe utakuja kuchukuliwa na madhambi yote. Moyo wako iko siku utatawaliwa. Kidoto kimoja kimeingia cha doa, siku ya pili yake, cha pili, cha tatu, mara moyo mzima hauna nafasi yoyote iliyokuwa nzima, ushatobolewa na madhambi moyo wote. Hapo tena balrana ala qulubihim, bali inakuwa nyoyo zimefanya kutu imeingia juu ya nyoyo. Kwa hivyo hakiingii chochote wakati huo, si Qur'an, si kauli ya Mtume. Anasema idha auja'atka dhunubu fadawiha, yatakapokuuguza madhambi, yatapokutia maradhi madhambi, yafanyie dawa. Biraf'i yadin billaili, kwa kunyanyua mikono yako usiku. Wallailu mudhlimun, na usiku huo ni usiku wa kiza, hakuna kuonaye. Wala taqta'an, na wala usifike pahala ukakata tamaa. Min rahmatillah, katika kuipata rehema ya Mwenyezi Mungu. Innama qanutuka, hakika kukata tamaa kwako, minha, kutokana na rehema hizo, min dhunubika, kutokana na dhambi zako ambazo utasamehewa, adham, ni kosa kubwa mno. Siku ulipokata tamaa kwamba mimi kwa niloyafanya mimi nimekwisha mimi. Innama qanutuka minha min dhunubika a'dhamu, hakika kukata tamaa kwako kutokana na madhambi yako ni jambo kubwa sana. Farahmatuhu, kwani rehema zake Mwenyezi Mungu, lilmuhsinina, kwa watendao wema, karamatun, ni ukarimu mkubwa mno. Wa rahmatuhu, na rehema zake tena Mwenyezi Mungu, lilmudhnibina, kwa wafanyao madhambi, takarrumun, kwa hakika vile vile ni ukarimu mkubwa sana. Kwa watendao wema, kwa hakika ni karamatun, makarama hayo. Na kwa upande wa wafanyao madhambi, rehema zake Mwenyezi Mungu, takarrumun, vile vile heshima kubwa, cheo kikubwa kwa watendao madhambi vile vile. Hii ni sura Al-Qadri tuliokuwa nayo kiasi cha muda mrefu sasa, na hapa ndiyo khitma, ndiyo takhtim yake sura hii, kumalizika kwake. Insha Allahu taala, darsa inayofuatia sasa itakuwa tunaingia katika sura inayofuatia mbele, nayo ni sura Al-Bayyina. Sura Al-Bayyina ni sura ambayo ina aya kama 8 hivi, na ni sura ambayo imeteremshwa Maka kabla ya Mtume kuhajiri kwenda Madina. Na sura zote ambazo zimeteremshiwa Maka kabla ya Mtume kuhajiri zilikuwa zina kadhia 2-3 zinazungumzia. La kwanza ni kuweka imani kuwa Mwenyezi Mungu yupo. Kadhia ya pili, sura za Maka ilikuwa ni kutoa uthibitisho wa kila dalili kuwa Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, hayawezi kutamkwa na mtu yoyote. Jingine
ni kuhusu huyo mtume wa Mwenyezi Mungu ni mjumbe wa hakika aliyotumwa na Mola wake, ana kila dalili kwamba yeye ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Jingine ni imani ya akhira, suala la kuamini akhira. Basi hayo ndiyo mambo ambayo tutayaona vile vile kwenye sura hii Al-Bayyina, lakini Qur'ani haikujifunga kwa mambo mawili matatu tu. Tutapata faida nyingine nyingi sana katika sura hiyo Al-Bayyina. Ni sura yenye aya kama 8 hivi. Inshallah darasa ya tafsiri wiki ijayo tutaingia katika sura Al-Bayyina. Kesho insha Allah taala itakuwa darsa ni kitabu cha Riyadhus Salihina. Bado tuko katika mlango wa dhikril maut, kukumbuka jambo swala zima la mauti, katika mlango wa 65 wa Riyadhus Salihina. Tunaishi katika dhikril maut, hatujaingia bado kwenye hadithi. Tunaishi katika aya ambazo zimefunguliwa mlango ule, tunazifasiri aya zile kwanza, na baadaye tutaingia katika hadithi moja baada ya moja na kusikiliza maulama namna ya faida watakayotupatia katika kila hadithi, kama tunavyopata hivi sasa kwenye aya zile 2-3 zilofunguliwa mlango ule. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndo ajuaye. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allahumma inna nas'aluka بأنك أنت الله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد